Hapa ni Sanawari Mataa mkoani Arusha. Kwa majina naitwa William Meshaki Alpakishadi Mnyandwa, mkazi wa A-Town. Hii gari ndogo ilikuwa kwa upande wa juu wa chini. Hii gari kubwa ilikuwa kwa huku upande wa juu. Sasa wakati zimeongozana, hii gari kubwa ikawa kama inataka kuipita gari ndogo, lakini katika kuipita ikawa imebana zaidi. Kwa hiyo ikapushiwa ile gari ndogo kwa nyuma, ikazunguka mara 3, ikapiga nguzo. Hii nguzo ya taa za barabarani. Ndio gari kubwa ilikuwa na uwezekano wa kusimama tu kwa maeneo haya, lakini kaenda kusimama kule kama kupoteza ushahidi fulani. Lakini kinachoonekana, magari makubwa yakisharuhusiwa na taa, basi hayajali chochote, linaenda tu itakavyokuwa na iwe. Pana mwenye pilimio alikuwa sahihi, ni hili basi kubwa. Mwendo wake haukuwa sahihi pia, yani kama lilikuwa linataka kuipita gari ndogo, liishinde mbio, sasa ndio ikawa limebana. Lengo ni kupoteza ushahidi tu kwamba alikosea huyo na mimi nilikuwa na mwendo mkali, ndio maana nimekuja kusimamia mbali. Ndio hicho. Yaani kwamba nimesimamia mbali kwa sababu nilikuwa na mwendo mkali akaingia barabarani. Kitu kama hicho. Kwa sababu akisimamia karibu sheria itambana kwamba ulikuwa na mwendo taratibu, kwa nini umgonge huyu? Kitu kama hicho ya. Sasa unadhani kwa mwendo huo na wametoka tu mita chache kutoka kwenye mataa? Yes. Inawezekanaje gari igongwe igeuke hivyo alafu iumie vibaya hivi? Hii gari kubwa inaonekana taa ziliwaka ikiwa nyuma kidogo. Kwa hiyo ikawa inawahi zile taa sije zikazima ili ipite moja kwa moja, ndio kilichotokea. Hilo pia linahusisha kwa sababu magari hapa utakuta gari limeandikwa jina lingine alafu mmiliki ni mtu mwingine. Hizo tunafahamu. Lakini tutasemaje sasa? Ndio hivyo, acha mambo yaende. Sisi tunaumia kwa sababu hata bodaboda asilimia kubwa unakuta gari inawahi taa, wewe bodaboda unapita taa zimekuruhusu. Sasa gari inawahi inakuja kukugonga ikiwa imeshawashiwa njano. Ile njano ya tahadhari ile, gari inakugonga kwenye nanili, alafu anakuambia alikuwa anawahi taa. Haya magari makubwa bwana tumeshazoea. Tabia ndio hizi. Kwenye hii ajali? Hapana, hamna mtu aliyefariki. Dereva wa Premio ametoka salama, japo gari imeisha vibaya mno kama mlivyoona hapa, lakini ametoka salama, tunamshukuru Mungu kwa hilo. Ajali haijapimwa kwa sababu ile gari kubwa imekimbia, imeenda kusimama mbali. Sasa huwezi kupima. Hapo haki hamna. Ile gari kubwa ingesimama hapa ndio ajali ingepimwa, tungeweza kufahamu kwamba haki inatendekaje. Lakini kwa jinsi inavyoonekana ushahidi ushapotea hapo. Gari imeenda kusimama takriban mita 200. Hapo ajali imetokea hapa. Mimi naitwa Emmanuel Jackson, natokea Sanawari ya juu. Mimi nilichoshuhudia hapa ni basi kubwa lilikuwa upande wa juu. Hiyo Premio ilikuwa katikati. Sasa mimi nilichokiona mimi kwa macho yangu, nahisi huyu driver Premio, huyu gari ndogo, alikuwa anataka kuovertake, kuchomoka kupanda upande wa juu. Sasa hii basi kubwa baada ya kukaribiana na ile gari, huyu jamaa akakanyaga nini? Wanaita nini zile pembeni kule? Clips, akakanyaga. Alipokanyaga gari ikaanza kuyumba. Akayumba mpaka akaja kanalia kwenye nini? Kwenye hii nguzo hapa. Kwa amegonga nguzo, gari likageukia kuangalia upande wa juu. Ndio. Na huyu jamaa naye wa basi kubwa alivyoona sasa huyu jamaa anayumba, akamkataa, akaenda zake mbele. Akaenda kusimamia kule mbele sasa. Basi ametokea Philips kuja hivi, si ndio? Na gari ndogo naye iko hivyo hivyo. Wote wanafuatana. Yaani mmoja yuko upande wa chini, mmoja yuko upande wa juu. Baada ya kutaka kuchomeka, huyu jamaa wa gari kubwa si ameshafika sasa, na yeye naona alivyoshtuka, akakanyaga hizo ndo scripts ndo nini, akakanyaga. Gari likarudi chini hivi, likaanza kuyumba mpaka kaja akalalia hii nguzo hapa. Baada ya kugonga, labda mbona gari imegeukia huko kabisa? Imegeukia juu kutokana ilivyogonga hii nguzo hapa. Gari sikapinduka sasa ikairudi huku saitia huku, maana ingekuwa sio ile nguzo pale, ingehamia upande wa pili. Imepinduka mara ngapi? Hiyo gari imepinduka mara 3 hizi. Yaani mwenye kosa ni mwenye gari ndogo. Maana nilivyoona mimi naona jamaa amepaniki, yani jamaa wa hiyo gari ndogo alivyofatiki kuja upande wa juu, alipaniki alivyomuona jamaa yuko nyuma yake amemkaribia. Maana basi kubwa kweli limetungua kweli, mzigo umewaka kweli. Umeona mzigo huko, yani huko hariari mbaya. Akanyaga clips pale, alipokanyaga gari sikapanda juu, alivyoshusha tena gari sikaanza kuyumba akaja akalalia hii nguzo guza hii nguzo kwa ubavu. Ambapo ingekuwa sio hii nguzo angeangukia upande wa pili kule. Kwa watu wasitoe lawama kwenye basi. Basi haikuwa na, yaani basi mimi kwa upande wangu mimi sijaona lawama yoyote ya kumpa jamaa wa basi. Labda lawama anaompa kutokana ameenda kupaki mbele, labda ndo lawama yao, lakini mimi sijaona lawama yoyote kuhusu jamaa. Nilikuwa upande huu mwenyewe kwa wrong side na nimetoka zangu skuli nimewapeleka watoto, ndo narudi hivi.
ndio ngoma inatokea hapo. Ni kiujumla tu wenyewe mimi hawa majamaa ni uongo, maana haya magari huaga sana sana ni speed tu mimi ninavyoonaga. Kwa kusema labda tuwafanyie namna ya kwamba wanatembea speed ndogo mimi sijajua. Jina yangu ni Samuel Sanare. Mimi nilipita hapa nimeenda Gremelia na baada ya kurudi nikakuta sasa hili gari limegongwa, nimeangalia nyuma kule kulikotokea. Lakini pia nilichoendelea kugundua ni kwamba baada ya mataa kuruhusu, huyu jamaa wa gari dogo nafikiri kuna namna fulani alibabaika, huyu wa Ngaresero akawa amembamiza. Baada ya kumbamiza kile kishindo gari kuyumba ikasababisha kwenda kujibamiza kwenye nguzo ya taa ya barabarani. Labda mwenye kosa ni nani hapo? Mimi navyoona ni mwenye basi ndio mwenye makosa. Manake hata mataa yakikuruhusu kuna mwendo wa kupita pale kwenye mataa, si unapita tu mwendo kazi. Manake lolote laweza tokea mbele ya mwenzako. Na pia hapo nafikiri hakukwepo na distance yote ya madereva kupeana distance ya barabarani. Kwa hiyo ni kitu cha hapa kwa hapa. Changamoto nyingi tunazopitia barabarani ni kukutana na vitu vya namna hii. Kwanza haya watu wa magari makubwa hawajali bodaboda, hawajali bajaji, hawajali gari ndogo. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunachukua tahadhari kubwa kwa sababu ni watu ambao hawatujali sisi watu wa magari madogo au pikipiki au bajaji. Nafikiri baada ya ajali kutokea dereva alienda kupaki hapa mbele ya darajani nje ya kuelekea Iliboru, na kwenda kupaki kule ni mazingira ya kupoteza ushahidi ya kilichotokea hapa mataa ya Sanawari. Niseme tu kwamba serikali ituangalie, manake kwa asilimia nyingi magari ni asilimia nyingi mabasi makubwa ni ya serikali. Hata nyingine imeandikwa jina fulani kumbe ni ya gari la mtu mkubwa. Kwa hiyo mara nyingi hata yale magari yanaposababisha ajali huwa yanaweza yakaenda kama Ngaresero ilivyoenda kusimama kule Iliboru, na baadaye ni simu moja tu inapigwa, lile gari linaachiliwa linaenda mpaka stendi linaendelea na mambo yake. Zaidi sana atakayekuwa anaumia ni mtu wa chini kama mimi au mtu wa chini kama huyu jamaa Premium aliogongwa. Naitwa Enoch Christopher. Kwa nilichokiona mimi ni uzembe wa dereva wa gari ndogo. Alikuwa wanatoka the same direction na mtu wa gari kubwa, amini basi. Yule wa gari ndogo alikuwa anahamia upande wa pili wa barabara bila kuchukua tahadhari. Akajikuta amegongana na ile gari nyingine na akapiga cobblestone, akarudi akageukia upande wa pili. Kwa hapo kikubwa ninachokiona mimi wa basi hana kosa, ni yule tu wa gari ndogo alikuwa ameingia barabarani bila tahadhari. Gari iliumia kwa sababu iligeuka kwanza kwa kukosa direction, kwa sababu iligonga cobblestone. Ilivyogonga cobblestone ikawa imekosa direction, ikahamia upande wa pili ikageuka, yani haikwamia upande wa pili, igeuka. Kwa hiyo ndo nilichokishuhudia mimi, lakini kikubwa ni uzembe wa madereva kutokuwa makini. Pokuwa ndio na wenyewe mabasi ni watu ambao wanakimbia sana, lakini kwa situation iliyotokea hapa siwezi nikasema mtu wa basi ndo alikuwa speed. Hapana, alikuwa speed ya kawaida, ila tu speed zinatofautianaga. Speed ya gari ndogo na speed ya gari kubwa huwezi kuzifananisha kwa sababu ya mzunguko wa tairi. Changamoto ya magari makubwa hususan ni mabasi wako wanakuaga na speed sana, wakiwa na jambo lao wanawahi huko umesharuhusiwa kuwahi, huaga wanawahi, wanakuaga na ligi barabarani. Sasa hiyo huaga inaleta changamoto kidogo barabarani kwa sisi watumia barabara wengine, tunatefeka sana kwa sababu hapa na hapa wanachomoa speed kubwa na vitu kama hivyo.